Asante sana, nashukuru. Wakati tukio hili linatokea, wewe ulikuwa studio au ulikuwa maeneo ya studio? Mimi nilikuwa ndani kabisa studio. Nilikuwa na producer wetu ambaye anaitwa V. Kwa hiyo tulikuwa naye tumekaa ndani. Na mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuona moto. Kwa hiyo hapo studio kuna coach ambaye ukikaa unakuwa unaona main switch mbele na mlango. Kwa kwenye ile main switch ya umeme pembeni kwa juu kuna nyaya ambazo zinatokea juu moja kwa moja kwenye umeme, au ni ndani ya zile sponge ambazo tumetengenezea material ya kutengenezea studio. Kwa hiyo nilikuwa nimeona moto umeanza kureflect pale. Kwa hiyo nilipoona moto umeanza kureflect na nikamwambia ndugu yangu, bwana unaona kule pembeni moto unawaka ule. Na kwa muonekano kabisa ulikuwa unaonekana ni moto mkubwa. Kwa hiyo tubidi sisi mimi na ndugu yangu tutoke nje kwenda kupiga kelele kuambia watu kwamba jamani moto unawaka ndani, ndio kwa ajili ya kuomba kuhitaji msaada. Kwa kipindi tunarudi kutokana na material ambayo unajua gani tulikuwa tumetengeneza studio ya soundproof, yanakuwa ni rahisi sana kushika moto sponge, kwa moto unaenea kwa haraka. Kwa kipindi tumerudi moto ulikuwa tayari umeshaanza kuwa mkubwa.